Nasema hivyo kwa sababu siku ya Jumatatu nilikuwa TFF. Siku ya Jumatatu nilikuwa TFF. Hakuna mtu aliniambia kwamba kuna kikao kinakuhusu. Jumatatu jioni nikampigia rais wa TFF, hakuniambia kama kuna kikao kinanihusu. Jumanne asubuhi nikampigia tena rais wa TFF, nilikuwa na shida naye, hakuniambia kama kuna kikao kinanihusu. Jumatatu asubuhi nilikuwa na katibu mkuu wa TFF, hakuniambia kama kuna kikao kinanihusu. Nasafiri Jumanne mchana, hakuna mtu aliniambia kuna kikao. Sasa nachosema mimi ni kwamba hili jambo limekaa kimkakati zaidi kuliko kisheria. Na nasema hivyo kwa sababu hapo nyuma jambo hili liliwahi kuandikwa kwenye gazeti moja. Na kama unavyofahamu jambo hili ambalo linazungumzwa sasa lina zaidi ya miaka 14. Na katika kipindi hicho chote ambacho linazungumzwa hili jambo, mimi nilikuwa ni raia tu wa kawaida. Sasa sioni ni kwa vipi lina uhusiano na makamu wangu wa rais. Kwa ninachojua hapa tatizo ni makamu wa rais, na wala sio jambo jingine. Tatizo ni mwenyekiti wa kamati ya fedha ya TFF. Tatizo ni ajira za TFF. Tatizo ni fedha za TFF. Lakini si jambo hili ambalo linazungumzwa, kwa sababu nilitaraji jambo kama hili ambalo limekaa kwa zaidi ya miaka 14 au limeshazungumzwa miezi 6 iliyopita, ilipaswa liandaliwe vyema, iwe ni kesi ya msingi, iwe kesi ya mfano, ili pande zote zinazohusika na jambo hili ziwe zimefanya kazi yake. Ninaamini kabisa mnaposema kwamba document imekuwa forged, watu wa kwanza kabisa walitakiwa kufanya kazi ni forensic, kwa maana ya jeshi la polisi. Unaposema kwamba document hii imekuwa forged, sio mtu mwingine yote ambaye anaruhusiwa kusema ni forgery au sio forgery. Unatakiwa ulipeleke forensic, jeshi la polisi wakaangalie uhalali wa hiyo document. Je, imekuwa forged au sio forged? Hiyo la kwanza. Lakini la pili, hiyo kampuni ambayo inasemekana kwamba dokumenti yake imefujiwa ina wakurugenzi, ina wenye nayo. Wanasemaje kwamba dokumenti yao imekuwa forged? Wameitwa kwenye kikao kama usema mwanasheria, kwamba hiyo kampuni yenyewe haijaitwa, lakini wanaambiwa dokumenti yao imekuwa forged. Mlalamishi nani? Kampuni zote zina wakurugenzi. Ukienda BRELA sasa hivi unapata wakurugenzi wote wa hiyo kampuni. Kwa hiyo nilichotegemea mimi ni kwamba kwanza wangepata statement kutoka kwenye hiyo kampuni ambao wanasema kwamba dokumenti yake imekofojiwa. Lakini pili, wangeweza pia kwenda mambo ya ndani kwa maana jeshi la polisi kusema bwana, sisi tuna wasiwasi hii document imekuwa forged. Tunaomba mtusaidie watu wa forensic. Lakini hakuna anayezungumza hilo. Wote wanazungumza kwamba imefojiwa. Imefojiwa kwa vipi? Basi mnapokwenda kwenye kikao semeni halali ni hii ndio ile kufojiwa. Haya yote hayapo. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba, ndio maana nikasema kwamba hili jambo lenyewe limekaa zaidi kimkakati wa nafasi ya makamu wa rais. Halikukaa kwa maana ya sheria, halikukaa kwa maana ya evidence. Kwa sababu unakwendaje kufanya hukumu au unasikiliza kesi bila kuwa na ushahidi wa pande zote mbili? Mlalamikaji ni nani? Mlalamikiwa ni nani? Kama unasema JX system document imekuwa forged, je, umekwenda kuwatafuta wakurugenzi wa JX system? Wakakwambia kwamba hii document imekuwa forged? Wakakwambia kwamba huyu mtu amechukua pesa zenu, kweli watanyamaza? Uchukue pesa ya mtu ambaye hajakutuma alafu anyamaze? Si ni kesi ya polisi? This is police case. Kama umeweza kuforge document ukajipatia pesa, ni kesi ya polisi.
na wala sio maadili. Hatuwezi kukubaliana kuiba pesa alafu tukasema tuna vyombo vinaweza vikafanya maamuzi ya mtu ambaye ni mwizi. Haiwezekani. Au ukafanya forgery alafu tukakubaliana sisi ndani, bana, hii forgery tuifanye iwe ni halali. Haiwezekani. Lazima vitoke kwenye mikono yenu, muende kwenye mikono ambayo ipo. Jambo hili halikuanza leo. Jambo hili liko TAKUKURU. Leo unazungumzia kitu ambacho tayari kiko kwenye law enforcement agent TAKUKURU. Hili jambo lipo. Kwa hiyo tunaingilia uchunguzi wa TAKUKURU. Tuna mamlaka ya kuingia jambo ambalo tayari kwenye uchunguzi. Lakini pili, hiyo barua ambayo mlipewa nyinyi TFF. Hebu muulizeni akupeni halali, barua halali ni ipi na barua ambayo si halali ni ipi, mwiteni. Kwa hiyo mimi ninachosema, ndugu zangu, huo ni mkakati ulipangwa, na ndio maana mpaka siku ya Jumanne saa 8 sijaambiwa lolote. Ninasafiri, naambiwa watu wamekuja nyumbani kwangu wana makabrasha. Ya nini hawajui. Baadaye nasoma kwenye mitandao kitu ambacho mimi ningeweza kujirepresent na ningeweza kutoa ushirikiano mzuri zaidi kama ningelikuwepo. Lakini above all ni kwamba kama jambo lilishakwenda kwenye kamati ya utendaji na kamati ya utendaji ikaagiza kazi zifanyike, inapaswa irudi kwenye kamati ya utendaji. Kwa mujibu wa katiba ya TFF, makamu wa rais hawajibiki kwenye kamati ndogo. Haiwezekani. Kama kamati ya utendaji ingelisema hivyo kwamba nampelekeni huko, then that's right. Au mkutano mkuu ukasema bwana mpelekeni huko, that's right. Au mkutano mkuu unaweza kunifukuza. Mtu aliyechaguliwa kwa zaidi ya 80% ya kura za mkutano mkuu, unamsubject kwenye kamati ambacho kinaundwa na watu wawili watatu. Haiwezekani. Mimi ninachosema ni kwamba hatuzungumzi kwamba kuna kosa au hakuna kosa, lakini tunazungumzia procedure na utaratibu, kwamba kama utaratibu umefuatwa, then mtu akipatikana na hatia, there is no problem. Lakini kama unataka kumtia mtu hatiani kwa kutokufuata procedure, kwa kukataa ushahidi, kwa kukataa asijitetee, hiyo si sahihi. Na yote haya nishisema mimi ni kwamba yana mambo matatu makubwa. Kwanza, ajira za TFF. Pili, fedha, kwa mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya fedha. Kwa hiyo najua kuna matatizo fulani ambayo najua si mahali pake, lakini basically hizi ndio sababu. Kwa sababu ingekuwa ni swala la genuine, huko genuine kwamba namshtaki makamu, ungesema tu kwa makamu wa rais tuna matatizo, ana hiki, tunampa ajitetee, tunampa wiki moja andae makabrasha, tunampa siku 5 ajitetee, siku 6, basi bado tutamkuta na hatia kama na makosa. Hata ungesema siku 5. Lakini Jumatatu nilikuwa ofisini pale, nimepeleka tiketi yangu kubadilisha, nilikuwa nasafiri Jumatano. Nimemwambia katibu, bwana nibadilishie tiketi, sitaweza kusafiri kwa sababu nimeongea na rais, ananiambia kuna kamati ya utendaji Jumamosi. Jumanne naongea nao, mpaka na wasafiri naongea nao. Nasafiri ndio naambia kwamba bwana kuna barua imekuja huko nyumbani saa 1 saa 12 jioni. Kwa nini kusema ni kwamba dhahiri kulikuwa hakuna nia nzuri, na hata kama wakili Mungu anavyozungumza na kwamba kikao chenyewe the way kilivyoendeshwa kufuata kanuni na taratibu na nataka kujielekeza huko. Kwa hiyo kwa misingi hii nina imani kabisa kwamba kitu ambacho wamekipanga ndicho ambacho kilikuwa kinakwenda kwa ajili ya kuhitimisha ile wanalofanya. Lakini nadhani bado hili ni jambo la kwenye hatua ya kwanza, tutasogea mbele taratibu mpaka tutafika mwisho na tutapata ufumbuzi wa jambo. Siamini kama linaweza likaisha bila wananchi kupata ufafanuzi. Siamini. Ninaamini kabisa mwisho wa siku ufafanuzi wa kutosha kabisa utatolewa, na ninaamini kwamba hata kama wataandika hiyo hukumu yao ni vizuri waandike tu kwa lugha nzuri ya Kiingereza na hata kiweka na Kiswahili, kwa sababu ni taratibu zilivyo. Watatupa then tutaisoma, lakini ninachoamini mimi ni kwamba hakuwa kuna kesi jana, kwa sababu hamna kesi, hakuna judicial organ inaweza ikafanya maamuzi ya kisheria
kama hakuna mashahidi. Jambo ambalo linahitaji ushahidi ambao limetajwa makampuni. Ukishataja makampuni ya wakurugenzi, lazima wale wakurugenzi wawe sehemu ya ushahidi wa uamuzi wako. Lazima uwe na watu katika ofisi yako waliofanya hayo malipo waje kuwa mashahidi pale. Si mmesema mmelipa? Mwiteni mhasibu wenu, chief accountant aje kutoa ushahidi mbele ya mahakama. Mwiteni mkurugenzi wa kampuni waje kutoa ushahidi. Nendeni BRELA waambie wakurugenzi ni kila nani, documents zote mwenazo, ndio mfanye maamuzi. Lakini mnafanyaje maamuzi yote hivyo? Hakuna. Kwa hiyo naweza kusema ni kwamba naamini kwamba bado wana nafasi hata kama watafanya maamuzi, lakini bado wana nafasi ya kufikiria upya ambacho wanafikiria kufanya. Asante.